Huyu ni kaka aliyejizoelea umaarufu mkubwa kutoka kwa watu mbalimbali visiwani Zanzibar na maeneo mbalimbali. Jina lake ni Ismail Ali Sadriki, ni mjasiriamali na mmiliki wa RK Sadriko Product anayejishughulisha na kuandaa perfume mbalimbali. Kaka huyu licha ya umaarufu wake, lakini historia yake ni ya misukosuko na ya kukatisha tamaa. Licha ya misukosuko yote aliyokumbana nayo, hakukata tamaa na kupambania ndoto zake. Amekuwa mhamasishaji mkubwa kwa vijana na wasichana, kuwapa mawazo jinsi gani wanaweza kufanya biashara na kuendelea kushirikiana kutokomeza utegemezi na umaskini nchini. Kutoka Mshindo TV, mimi ni Ashura Mzee. Mimi kama RK Sadriko, kabla sijaingia katika hii industry ya product, kwanza nilikuwa ni mfanyakazi wa hoteli. Kwa hiyo nilikuwa nafanya kazi katika industry ya hoteli, na nimefanya kazi katika industry ya hoteli kuanzia 2013 hadi 2022. Kwa hiyo nadhani ni almost miaka 10 kasoro. Lakini ndani ya hiyo miaka 10 nilijifunza vitu vingi sana, kuanzia sehemu za uongozi, sehemu za utegemezi, yani kujitegemea, na kupitia ndani ya kazi ya hoteli ndo hapo ilipokuja kuzaliwa hii brand ya RK Sadriko Product. Lakini kabla ya hapo nilipitia changamoto nyingi sana katika kufanya hii kazi ya kuingia katika industry ya mambo ya samaki. Lakini vile vile pia nilishe kama RK imeshaifungua ambayo ilikuwa ni library ya kukodisha CD. Lakini ilikatika hii kutokana na vile watu ambao nilikuja kushirikiana nao, ambao nimewapa wafanye kwa wakati ule, ni watu ambao hawakuwa waaminifu. Kwa maana yake tulifanya zile biashara, lakini biashara zilikufa kwa sababu ilikuwa sijapata mtu mwaminifu. Kwa maana Waswahili tuna misemo tunasema kazi mbili huwa haziendi. Mara nyingi ukitaka kufanya kazi lazima ukate mti ili upande mti. Kwa hiyo niliamua kuwekeza kufanya bidhaa au kufanya biashara, lakini nikiwa nawategemea watu ili waiendeshe zile biashara. Kwa hiyo ndani ya miaka hiyo 10 ilipokuja tokezea kipindi cha COVID, kipindi cha corona, kiukweli nilikuwa, unajua kipindi cha corona kuna baadhi ya wageni waliokuwa wamebakia katika nchi yetu walibaki, na wengine walifanikiwa kuondoka. Kwa hiyo kwa kipindi kile mimi katika sehemu ambayo nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa nafanya kazi katika section ambayo ya golf. Yaani kwamba nacheza golf, mimi ni player pia wa golf tukiacha mambo mengine yote. Kwa kuna wageni ambao nilikuwa nawafundisha sana kucheza golf, na wakati ule ilikuwa tunasema ni lockdown, kwa hiyo watu walikuwa hawapati kutoka. Kwa maana ya staff tulikuwa tulifanikiwa kubakia katika ile industry ya hoteli, tulikuwa tuko wachache. Kwa maana yake ilikuwa hatuishi kama mgeni na wafanyakazi, bali ilikuwa tunaishi watu wote tukiwa sawa. Kumbuka lile janga lilikuwa limemwasiri kila mtu. Maana yake ilifika stage kwamba all the world ilikuwa ni one family, kwamba mtakapokuwa wote ile kwa mko kwenye ndugu, kushauriana kwa pamoja, kuliwazana kwa namna moja ama nyingine. Kwa katika kipindi kile wakati tuko katika ile industry, manake ilikuwa anapata na ule mgeni namfundisha. Kwa katika kumfundisha akanipata siku aliniuliza maswali, unatamani kuwa nani, unatamani kufanya vipi? Nikamwambia mimi natamani sana kuwa hichi. Nikampa zile ndoto zangu ambazo zaidi ni kufungua brandi kubwa ya RK Sadriko, lakini nikawa nampa kwa malengo mengine kwamba nitakuwa nataka nifanye supplier, ni kwamba niwe supplier mkubwa wa kusupply seafood katika sehemu zote za Zanzibar, hasa katika hizi industry za hoteli. Kwa wakati ule nilichukulia hii katika ya kusupply seafood ni boge moja la chance mimi kutoka, kwa sababu nilikuwa nipo katika industry ya hoteli. Kwa nilikuwa naona zile patches zinapotembea na nilikuwa naona zile deals zinavyoingia kwa urahisi. Kwa hiyo ilikuwa very interested na ile. Nikaingia kwenda shamba zote za Zanzibar unazozijua. Yaani kila aina ya shamba ambao unahisi na bahari zote nimeenda, na kwa sehemu yangu ya mwanzo ilikuwa ni Kizimkazi. Napenda sana kuitaja kwa sababu sehemu yangu ya mwanzo ni sehemu ya mwanzo Kizimkazi, sasa Kizimkazi Mkunguni, ambapo hapo ndo nilipoizalisha ndoto yangu, ndio ikanipa ile interest ya kufanya. Nikafanikiwa kusafiri nikaenda mpaka Pemba, nikatembea baadhi ya visiwa tofauti tofauti kwa ajili ya kushanya samaki nikaya. Lakini ndo kama hivyo, kwa ikatokezea nilomwamini akachukua pesa na akaondoka nje ya Tanzania, yani kwamba hayupo nje ya Tanzania. Kwa hiyo basi yule mgeni kutokana alivyomuelezea zile story, inabidi sasa akanipa mimi ujuzi, akanambia nataka nikufundisha ujuzi ambao utaweza kutengeneza perfume kupitia maua yenu asili. Unajua mna maua mazuri yana harufu nzuri. Kwa ndani ile miezi mitatu ambao wale walikuwa wananifahamisha vitu vingi, na walinifundisha jinsi ya kutengeneza product za spa. Yani ile kwamba ukiingia unaweza kuweka hapa product mfano ukasikia na harufu nzuri, au kwetu sisi tunatumia kama ni abaya air fresh, lakini wao wanatumia kama ni spa, kwa sababu ni product ambao inakuwa ni special, yani inanukia harufu fulani, yani
kama vile watu wametoka kwenye massage, unamkuta mtu ananukia, yani wao wanatumia kama vile. Sema sisi acha tumekufundisha, hii ni talent ambayo itakusaidia katika miaka yako yote, manake haijalishi uwe mlemavu uwe vyovyote, kwa sababu huu ni ujuzi ambao time zote itakuwa wewe uko nao na utakusaidia. Mimi nitakushauri kupitia ujuzi huu, ni bora itabidi ufanye kitu gani? Itabidi uache kazi ili uende ukajisimamie. Hapo ndo utaweza kuimprove. Anakwambia vile alikuwa akinifahamisha kiasi cha kwamba tunajua hichi ilikuwa ndio kila kitu. So kutoka hapo nikaweka ndoto kama itakapofika 2022 mwezi wa 10, huu utakuwa ni muda wangu wa mwisho mimi kufanya kazi za kuajiriwa. Kwa hiyo nikawa najiwekea mikakati. Vipi mikakati niloifanya? Inabidi ndo nikatoka, nilikaja zangu mpaka zangu kwenda BPRA, nikaamua kuisajili jina, nikasajili hii brand ya RK Sadrico. Baada ya kuisajili BPRA kila kitu, nikafuata vile vitu vya msingi vyote ambavyo vinapaswa kufuatwa ili kwa maana niwe na hati miliki ya hii brand ambayo nataka kuisimamia, kwa sababu yule mgeni alinifahamisha vitu vingi sana na alinifunza jinsi gani ya kusimamia kitu ili kuweza kufika katika malengo. Na alikuwa ananiambia sana kwamba katika maisha yote usijali kuhusu pesa, kwa sababu pesa huwa inamfuata binadamu, lakini binadamu anapaswa kufuata ndoto, kwa sababu ndio kitu kikubwa. Na okay, kwa nini mimi nimepewa ujuzi? Kwa nini nisingie katika ujuzi? Vipi nitaanza? Kama nilivyokuambia, nilikuwa nina library. Kwa yule mtu alipokuja akaondoka na zile pesa kila kitu, mimi wakati nimeacha kazi, kwa mimi sikuwa na kitu cha kufanya. Nitafanyaje na nimeshaacha kazi? Halafu na huyu niliyomtegemea tayari kanipotezea na kachukua kila kitu. Kwa hiyo nilikuwa nina simu wakati ilikuwa nimenunua. Kwa hiyo nikaamua kuziuza simu kwa bei rahisi. Halafu nikaanza kutafuta marafiki. Bana, mimi ninaweza kutengeneza kitu fulani, hebu baadaye naomba ukiuze. Lakini watu wengi kwa hawaamini. Ismail, wewe maki kipindi hicho watu wanatumia sana Ismail, una ujuzi kitu gani? Unaweza vipi kutengeneza perfume? Unaweza vipi kutengeneza lotion? Ile kwamba yani unajua binadamu hasa sisi Waswahili tuna desturi ya kutokuwezeshana na kuaminishana. Yaani hatupeani ile confidence kwamba mtu unaweza kufanya kitu fulani. Mara nyingi huwa tunavunjana moyo. Na ndio maana unakuta kila anayefanikiwa huwa ana kisasi, ama kwa ajili ya watu, ama ana kisasi ya kutokumsaidia mtu kutokana na mtu anavyokuwa na struggle mpaka kufikia mafanikio. Kwa kwanza nilikuwa na mshikaji wangu anaitwa Ahmad Ozil. Alikuwa na birthday ya mtu wake. Nikamwambia, sikiliza, mimi nina uwezo kutengeneza kitu fulani, nataka nikupe kama gift. Akaniambia okay poa, nakupa mimi 40 tengeneza hicho kitu unachotaka. Nikampelekea mtu zake. Kwa hiyo nikamtengenezea zile lotion, halafu nikamtengenezea pia vile vile na perfume, nikamtengenezea na mafuta ya nywele ambayo ni hair grow, nikamtengenezea na zea na scrub, ambazo zote nilizitengeneza kwa one fragrance, ikawa zote zina harufu moja. Kwa alipofika akampelekea yule mtu wake katika birthday, kiasi cha kwamba kila mtu aliyokuwepo around katika ile birthday alipenda vile vitu. Ulipata wapi? Akaambia hivi haipatikani sehemu yoyote. Sio kweli, haipatikani sehemu yoyote, isipokuwa kuna mshikaji anasema anatengeneza, kwa sababu alisema hivyo. Nikamwambia okay poa. Watu wakaja ile, mbona kama tunaweza kufanya kitu? Si unajua katika birthday unajua unakutana na watu tofauti. Nisi kama tunaweza kufanya kitu, basi mwambie yule atengeneze, labda niletee mimi dukani kwangu ili uuze. Fungua RK Sadrico, nimeenda kukodi mlango 1,100,000. Wakati mfukoni mwangu nina 100,000 ambayo ilobakia. Katika ile 100,000 nilikuwa nina perfume 17 ambazo zilikuwa zimebakia katika zile ninazowapa watu. Na baadhi ya watu ambao nimewapa hizi product mpaka ile ninavyokuambia hawakuweza kunipa hizo pesa. Yaani mpaka ile wengine ndio sikuwa na mawasiliano nao tena kabisa. Lakini kwa kipindi kile kwa sijali kwamba huyu atakuwa mwaminifu ama sio mwaminifu, kwa sababu kitu kikubwa ilikuwa mimi natafuta vipi nitaweza kukua na vipi nitagrow. Tumeanza hili biashara yangu nikiwa nina perfume 17. So can you imagine mlango wa duka ulipokuwa mkubwa, lakini na perfume 17. Kuna watu ilikuwa akipita wanakukatisha tamaa. Wewe vipi bana Sadrico, wewe nenda zako darajani, perfume 2,000 tu, kanunue perfume 2,000, 1,500, vitu vya 1,500 unakuja unajaza duka linapendeza. Lakini wewe mpaka sasa hivi unakaa na duka chupa ile. Unajua mtu anapita Santemo, mtu anapita nje anakujejea, maana yake anakujejea. Kwa hiyo anakuta vipi, unaambia usijali, ili nyinyi hamwezi kujua. Nikamwambia hapa tunatengeneza kitu ambacho ni organic,
na tunatengeneza product ambayo haitopatikana sehemu nyingine yoyote isipokuwa hizo product zitapatikana katika hii brand ya RK Sadrico. Najua sasa hivi hamuelewi, lakini kuna siku mtakuja kuelewa nini ninachomaanisha. Yani huwezi kuimprove au huwezi kusuccess without to have good team. Yani kitu ambacho kwa nakiamini, kwanza kutafuta smart people ambao naweza nikafanya nao katika hali ile iliyokuwepo. Na nashukuru sana katika kutafuta kwangu watu nikaja kufanikiwa kupata mtu ambaye tunamuita Hassan, lakini hafahamiki kama Hassan, atafanika kama Varo au talented boy. Yani that man, he is talented man, kwa sababu baada yeye ya kuja, yeye ni mtu ambaye ana uzoefu wa tasnia ya habari. Akaja akanipa mipango mingi sana kwenye habari, vipi tuingie katika habari, tujitangaze vipi. Ikawa anatengeneza zile graphic, leo tu post hichi, tufanye hichi, tufanye hichi. Ni mtu ambaye alikuwa sijuani naye, sijawahi kukutana naye sehemu, si rafiki, sijacheza naye. Yani kama mstari wa FDQ, yani mshikaji sikusoma naye wala sikutana naye, bali ni mshikaji nimekutana naye tu kubwa. Lakini kutoka hapo mpaka hivi sasa hivi ni mtu ambaye tumetengeneza kitu mpaka hapa RK Sadrico. Yani popote endapo, popote ninapoenda, yani huyu Varo, yani ni mtu ambaye ni mmoja ambaye ni mtu ambaye isimamisha brand ya RK Sadrico mpaka sasa hivi, ambayo iko ni bora, ili tunapompelekea mteja wetu apate bidhaa bora yenye uhalisia kamili. Vijana wapo wenye ujuzi sana katika nchi yetu Zanzibar, hasa hapa visiwani. Yani vijana wengi sana tumebarikiwa vipawa, katika vipawa aina tofauti tofauti. Lakini na kuna vijana wana hela, alafu kuna wenzao wana vipaji lakini hawawezi kuwawezesha. Can you imagine kijana ana pesa lakini anaenda zake maklabu, anaenda anatumia pesa for necessary. Baadaye siku ya pili anakuja analia, sijafanikiwa hichi, sijafanikiwa hichi. Mimi kitu changu ambacho cha ushauri ninachotoa, wale vijana wenye vipaji wajaribu sana kuacha katika hali ya magenge. Yani ile mambo maskan, yani tuachane nayo. Yani sasa hivi tumefika stage, usikae kusema mimi namtegemea kiongozi au nategemea mheshimiwa pengine rais atafanya hivi. Unajua hakuna kitu kinachokuja. Mheshimiwa rais ameshatupa misingi, yani katuwekea uhuru wa vijana kujiajiri na uhuru wa kujiendesha. Yani kwamba ukiwa na jambo lako unajiendesha, hukerwi na mtu. Kama sisi hapa ni wajasiriamali, tunajiendesha mambo yetu, haukerwi na mtu, na unapewa support. Na mheshimiwa rais akikaa katika mikutano yake anaelezea vipi wajasiriamali wanavyo improve, wawezeshwe, na tunajitahidi kwa baadhi ya sehemu wajasiriamali wanawezeshwa, kwa baadhi ya sehemu ndio vile wajasiriamali na kwa kuwezeshwa hatuwezeshi. Lakini mheshimiwa rais katoa misingi, yani misingi mizuri, ambayo hiyo misingi kama kweli viongozi wale wahusika wa chini wanaifuata, basi naamini vijana wengi wenye vipaji watachukua hii fursa ya kuweza kujiwezesha kuwa wajasiriamali. Kwa sababu sasa hivi inafika stage wewe soma, ukishasoma elimu yako, hasa kama umemaliza chuo, unakuta mtu hana kazi, ana degree pengine ya kitu fulani. Unakuta mtu ana degree kabisa ya business, ana degree ya financial, pengine ana degree ya entrepreneurship, lakini unamkuta anaenda anakaa na watu wa maskani waliokuwa hawana faida yoyote. Unakuta ile elimu yake anaenda kuiwekea katika maskani kuvuta mabangi, baadaye haitumii tena elimu yake, anatumia ile elimu kwa upumbavu, kwa kulaumu vitu visivyo na msingi. Mara kiongozi afanye hivi, mara kiongozi afanye hivi. No, viongozi wetu wanafanya kila kitu kwa niaba yetu. Na vipi viongozi wanafanya? Viongozi wanatoa fursa, na ndio maana wakishatoa zile fursa, yani kubwa sisi ni kuzifuata. Yani wengi utafuta njia tu ya kufuata fursa. Kama mimi nasema RK Sadrico mpaka imekuwa hapa. Kwa nini kila siku na improve? Na kwa nini unaniona kila siku na improve? Na improve kwa sababu mimi kitu pekee ambacho nakiamini katika brand yangu ni ku take complaint to be opportunity. Yani always mimi nachukua kila kwenye tatizo, mimi ndo nalichukua kwangu kulifanya kuwa ni fursa. Kwa hiyo hii ndo naifanya pia kunipa ushujaa. Ikiwa kama mimi naweza ku take complaint to be opportunity, kwa nini wapo vijana wanaopawa na kwa wana uwezo wanashinda kuchukua hii complaint kuifanya kama ni fursa? Kwa kitu pekee mimi nashauri vijana wenzangu, tuache kukaa maskani na kuvuta mabangi, kwa sababu unapokuwa unavuta bangi, yani inakuwa unadumaza akili yako, unadumaza maarifa yako, na vile vile pia katika jamii yako, yani ile jamii pia unaifanya kuelewe tofauti. Yani unapoteza dira
inabakia wewe unalaumu kiongozi hajafanya hichi, kiongozi hajafanya hichi, kumbe kiongozi shafanya. Kwa sababu sisi sasa hivi tunasoma, hebu jiulize, kwa mwaka wanamaliza watu wangapi vyuo? Ni zaidi ya watu 1000 2000 wanamaliza katika vyuo vikuu. Hivi serikali itaweza kuwapa ajira watu wote 1000? Ni ngumu, lakini ndio maana serikali wanatoa njia misingi ya watu kujiajiri au ya kujiwezesha elmuradi, ili kila mmoja aweze kunufaika. Kwa hiyo unaweza kunufaika kwa kupata kazi serikalini, lakini vile vile unaweza kunufaika kwa serikali imekupa elimu, imekusomesha, umepata mkopo, umesoma mpaka umefanya, umefika unapofika. Kwa hiyo kutoka pale ulipofika, serikali tayari imeshakuajiri, imeshakuwezesha. Wewe tumia ile nafasi ya elimu yako kujiwezesha. Mimi niko hapa leo, RK Sadrico ni mtu mmoja ninayewapitia, najua mimi, lakini kuna watu zaidi ya 6 ambao wako nyuma yangu na wanapata riski kupitia hapa kwenye hii RK Sadrico. Kwa hiyo hile ni nini? Ni kwa sababu tayari nimepata ile misingi ya viongozi wetu ambayo nahisi inatakikana tuifuate. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare Mshindo TV.